Good morning, ni siku nyingine nzuri kabisa ya Jumatatu ambapo tunakutana hapa AyoTV na millardayo.com katika uchambuzi wa magazeti kwa siku ya leo ya April 3, 2017, ukizipata habari mbalimbali zote kubwa ambazo zimeandikwa kwenye magazeti ya Tanzania kwa siku ya leo, na kukaribisha sana. Jina langu naitwa Alice Tupa. Mbowe afunguka ni habari moja hapo ambayo tutaangalia katika gazeti la Nipashe kwa siku ya leo, na vile vile kuna habari inasema fisi alivyoua watoto watatu, vile vile kuna habari inasema majambazi walivyoua mtu akiteka marori, na pia mkakati wanawake kutafuta wanawake hospitali. Ni habari hizo zote kubwa kwa siku ya leo ambazo tutaziangalia kwa undani zaidi katika gazeti la Nipashe. Katika gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo kuna habari ambayo tutaangalia kwa undani zaidi inasema bunge la maliza utata, Chadema kutoa bunge wawili EALA. Ni habari hiyo ambayo tutaangalia kwa undani zaidi, lakini pia bei ya vyakula ya paa, sukari anza kuadimika, ni habari nyingine pia hiyo ambayo tutaangalia katika gazeti hili la Mwananchi. Wasira mshukia Lissu kwa mambo manne, ni habari nyingine pia hiyo ambayo tutaangalia kwa undani zaidi katika gazeti la Mwananchi. Lakini pia msajili azua jambo NCCR mageuzi, ni habari hiyo ambayo tutaangalia kwa undani zaidi katika gazeti hili la Mtanzania. Na moja kwa moja tukianza na gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele habari kubwa inasema Mbowe afunguka, ataja mkakati wa ukao kudhibiti bajeti hewa, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe inasema ikiwa imebaki siku moja kabla ya kuanza kwa bunge la bajeti mjini Dodoma, kambi rasmi ya upinzani bungeni imefunguka jinsi itakavyoibana serikali kwa kuwasilisha bajeti hewa kwa mwaka huu wa fedha unaomalizika. Aidha, kambi hiyo imesema itakutana na kujadili mapendekezo ya serikali kuhusu ukomo wa bajeti ya mwaka ujao wa fedha wa mwaka 2017-2018 ambayo imebaini kwa kiasi kikubwa haiakisi uhalisia. Kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni Freeman Mbowe aliliambia gazeti la Nipashe jana kuwa wamesikitika kuona bajeti iliyoidhinishwa na bunge kwa mwaka huu wa fedha imetekelezwa kwa kiwango kidogo. Hata hivyo, uongozi wa wabunge wa Chama cha Mapinduzi CCM umesema wabunge wa chama hicho tawala watajadili utekelezaji wa bajeti ya mwaka huu na kupitisha bajeti ya mwaka ujao bila kujali lawama zinazoelekezwa na upinzani kwa serikali. Nipashe ilitaka kujua kutoka kwa Mbowe mambo ambayo kambi rasmi ya upinzani bungeni unakwenda kuyasimamia wakati wa vikao vya bunge la bajeti na vipaumbele vya kambi hiyo katika bajeti ya mwaka ujao wa fedha. Mbowe alisema kambi hiyo inaendelea na vikao vyake kwa kujadili bajeti hizo ya mwaka huu na ujao kwa kina kabla kuwasilisha mapendekezo yake na kuibana serikali bungeni. Alisema kwa sasa wanafanya uchambuzi wa bajeti inayoelekea ukingoni kujua imetekelezwa kwa kiasi gani na maeneo yapi hayajatekelezwa na serikali. Sababu za kushindwa kutekelezwa kwa bajeti ya funzo inatoa lake kuelekea bajeti mpya ambayo itakuwa ya pili kuadhinishwa na bunge chini ya uongozi wa Rais wa 5 John Magufuli. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa pili wa gazeti la Nipashe. Katika ukurasa wa 3 wa gazeti la Nipashe kuna habari inasema fisi alivyoua watoto watatu, na habari hii kwa undani zaidi inasema watoto watatu wamefariki dunia kwa kuraruriwa na fisi, huku wengine wawili wakijeruhiwa baada ya mnyama huyo kuvamia makazi ya watu katika kijiji cha Mtungwa wilayani Momba mkoa wa Songwe. Kaimu kamanda wa polisi mkoani Songwe Ambwene Mwanyasi alisema tukio hilo lilitokea katikati ya wiki iliyopita, na akisimulia Mwanyasi alisema fisi walivamia watoto hao walipokuwa wakicheza kando ya dimbwi lililopo mto Upofu. Alifafanua kuwa wakati watoto hao wakipatwa na mkasa huo, wazazi wao walikuwa shambani kando ya mto huo wakivuna mtama. Kamanda Mwanyasi aliwataja watoto waliopoteza maisha kuwa ni Yunge Kija mwenye umri wa miaka 4, Subira Skela mwenye umri wa miaka 11 na Doto Lapson mwenye umri wa miezi 6. Aidha, aliwataja majeruhi kuwa ni Hanifa Lapson mwenye umri wa miaka 5 na Frank Nchila mwenye umri wa miaka 4, wakazi wa kijiji hicho ambao alisema walijeruhiwa wakati fisi huyo akiwa katika harakati za kutoroka. Mganga mfawidhi wa hospitali ya wilaya Mbozi iliyopo mamlaka ya mji wa Mvawa Malema Mwasila alithibitisha kupokea majeruhi wawili. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Nipashe. Katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Nipashe kuna habari nyingine inasema mkakati wa wanawake kutafuta wanawake hospitali. Kituo cha msaada kisheria WLOAC kinatarajia kuanza utaratibu wa kutembelea katika hospitali mbalimbali nchini kutoa msaada wa kisheria kwa waliofanyiwa ukatili wa kijinsia. Akizungumza na waandishi wa habari katika hospitali ya Temeke jijini Dar es Salaam
mwishoni mwa wiki, meneja wa idara ya msaada wa sheria wa WLAC Grace Dafa alisema wapo wanawake wengi ambao wamekuwa wakifanywa vitendo vya kikatili ambao mara nyingi hupelekwa katika hospitali mbalimbali. Dafa alisema kwa kuanzisha utaratibu huo utawasaidia wanawake hao, na alisema wapo baadhi ya wanawake ambao hufanywa ukatili huo lakini hawana uelewa kisheria, hivyo kuanzisha utaratibu huo kutawasaidia wengi kupata msaada wa kisheria na hata ikiwezekana kwenda mbele kwa hatua nyingine. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Nipashe. Tukimalizia na habari nyingine ambayo inapatikana katika ukurasa wa 4 wa gazeti la Nipashe, inasema majambazi walivyoua wakiteka marori, na habari hii kwa ndani zaidi inasema kundi la watu wanaodaiwa kuwa ni zaidi ya 15 wakiwa na mapanga, nondo na marungu wameua dereva wa bajaji katika tukio la uporaji wa madereva. Ujambazi huo ulifanyika baada ya watu hao kufunga barabara katika kijiji cha Igogo, kata Nanga, wilaya Igunga, mkoani Tabora juzi, na walifanya uporaji huo baada ya kuwaweka chini ya ulinzi madereva wa marori na bajaji hiyo kabla ya kumuua na kumjeruhi dereva wa lori. Walipola pia fedha na simu za madereva hao. Na akizungumza na waandishi wa habari, ndugu wa dereva wa bajaji aliyeuawa alijitambulishwa kwa jina moja la Hasani alisema marehemu Charles Masanja alikuwa akitokea Nkinga akiwa na magunia mkali alikuwa amepakia kwenye bajaji yake na alifika eneo la Igogo saa 6 usiku. Hasani alisema marehemu akiwa na wenzake walikuta marori akiwa yametekwa, hali iliyowafanya kusimama, lakini muda mfupi nao walianza kushambuliwa na kupora shilingi 300,000 na kwamba marehemu alikatwa panga shingoni na kupigwa nondo kichwani. Kwa mujibu wa Hassan, polisi walipofika walimchukua marehemu na wenzake na kuwakimbiza katika hospitali ya wilaya Igunga, lakini muda mfupi baadaye Masanja alifariki dunia. Mkuu wa wilaya Igunga John Mwaipopo alithibitisha kifo hicho na kutekwa kwa madereva wa marori hao, na Mwaipopo alisema marori yaliyotekwa ni 4 na kuwa jeshi la polisi linaendelea na msako dhidi ya majambazi hao na kuwataka wananchi kutoa ushirikiano ili kudhibiti matukio ya ujambazi. Habari hii pia unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Nipashe. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Nipashe zinasema diet ya kubipu hatari mioyo ya wanawake. Habari hii unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 5. Vile vile waziri anika wizi wa mazao mifugo, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 9. Lakini pia kuna habari ya kimataifa inayosema ikulu yafichua siri za mshirika wa Trump, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa 25. Na habari ya michezo kwa siku ya leo inasema njia nyeupe ubingwa Yanga. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani mwa gazeti hili la Nipashe. Tukilitazama gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema bunge la maliza utata, Chadema kutoa wabunge wawili EALA. Lakini pia kuna uwiano wa viti ambapo msimamizi wa uchaguzi Dr. Thomas Kashilila ametoa mwongozo wa jinsi wabunge wa Afrika Mashariki watakavyopatikana. Wabunge watachaguliwa kutokana na idadi ya wabunge wa kila chama bungeni. Jumla ya wabunge wote ni 391. CCM ina wabunge 275 sawa na 70.33, itapata viti 6. B Chadema yenye wabunge 72 sawa na 18.41, itapata viti 2. C CUF yenye wabunge 42 sawa na 10.74, itapata kiti 1. Lakini D NCCR Mageuzi na ACT Wazalendo yenye mbunge mmoja sawa na 0.25 havitapata kiti kutokana na kuwa na idadi isiyotosheleza kupata nafasi ya uwakilishi katika bunge la Afrika Mashariki. Tukiliangalia pia gazeti la Mwananchi kwa siku ya leo, katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema bunge la maliza utata, Chadema kutoa wabunge wawili EALA. Na katika habari hii imetoa uwiano wa viti ambapo msimamizi wa uchaguzi Dr. Thomas Kashilila ametoa mwongozo wa jinsi wabunge wa Afrika Mashariki watakavyopatikana. Wabunge watachaguliwa kutokana na idadi ya wabunge wa kila chama bungeni na jumla ya wabunge wote ni 391. A CCM ina wabunge 275 sawa na 70.33, itapata viti 6. B Chadema yenye wabunge 72 sawa na 18.41, itapata viti 2. C CUF yenye wabunge 42 sawa na 10.74, itapata kiti 1. Lakini D NCCR Mageuzi na ACT
Wazalendo vyenye mbunge mmoja sawa na 0.25 havitapata kiti kutokana na kuwa na idadi isiyotosheleza kupata nafasi ya uwakilishi katika bunge la Afrika Mashariki. Na habari hii tukiangalia kwa kifupi zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Mwananchi, nasema kikao cha bunge la 11 la bajeti kitakachoanza kesho kitafunguliwa na hekaheka za uchaguzi wa wabunge wa bunge la Afrika Mashariki EALA, ambao tayari Chadema inaonekana kuvuka kikwazo cha kwanza na kujihakikisha nafasi 2, huku CCM ikipata viti 6 na kafu nafasi 1. Hiyo ina maana kuwa vyama vya ACT Wazalendo na SSR Mageuzi vyenye mbunge mmoja kila mmoja vimekosa sifa kutokana na kuwa na uwakilishi mdogo. Uchaguzi huo wa bunge 9 utakaowakilisha Tanzania katika bunge hilo la EALA umezua mabishano ya kikanuni, huku katibu wa bunge Dr. Thomas Kashilila akitoa ufafanuzi ambao unamaliza malumbano hayo. Dr. Kashilila alisema uchaguzi huo utaendeshwa kwa kutumia kanuni za bunge. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mwananchi. Habari nyingine tukiangalia ambayo inapatikana katika ukurasa wa 2 wa gazeti la Mwananchi nasema bei ya vyakula ya sukari yaanza kuadimika, na habari hii kwa ndani zaidi nasema wakati bunge la bajeti likitarajiwa kuanza kesho, bei za vyakula nchini zimepaa. Uchunguzi uliofanywa na gazeti la Mwananchi kwenye baadhi ya masoko nchini jana na juzi unaonyesha kuwa bei za bidhaa mbalimbali zimepanda ukilinganisha na mwaka jana, na baadhi ya bidhaa ya bei imepanda tofauti na ilivyokuwa mwanzoni mwa mwaka huu. Miongoni mwa vyakula vilivyopanda ni maharage ambayo yamepanda hadi shilingi 3,000 kwa kilo. Bei ya awali ilikuwa kati ya shilingi 1,800 na shilingi 2,700. Vile vile kuna sukari ambayo bei sasa ni kati ya shilingi 2,400 na 2,700 kwa kilo. Bei elekezi ni shilingi 1,800 mpaka 2,000 kwa kilo. Vile vile kuna sembe ambayo bei sasa ni shilingi 2,000 kwa kilo ya unga. Awali ilikuwa ni shilingi 1,900, na pia kuna mchele ambao bei ya sasa ni kati ya shilingi 2,400 na shilingi 2,800 kwa kilo. Awali ilikuwa shilingi 1,900 mpaka 2,200. Kuna nyanya ambayo bei ya sasa ni shilingi 8,000 kwa kipimo cha sado. Awali ilikuwa ni shilingi 2,000. Vile vile kuna mboga ambayo bei ya fungu ilikuwa ni shilingi 400 hadi 500. Awali ilikuwa shilingi 250 hadi shilingi 300. Habari hii unaweza kuendelea kuisoma katika ukurasa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Habari nyingine inasema Wasira mshukia Lissu kwa mambo manne, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi inasema kwamba waziri wa zamani katika serikali ya awamu ya 4 Steven Wasira amemshukia mbunge wa Singida Mashariki Tundu Lissu kwa mambo manne. Moja ya mambo ambayo Wasira amesema ni kwamba mbunge huyo wa Chadema hana heshima kwa viongozi wakuu wa nchi, ambapo Wasira alisema hayo baada ya Lissu kudai kuwa alinusurika kupigwa na kada huyo wa CCM wakati wa vikao vya bunge mjini Dodoma, habari ambayo ilichapishwa na gazeti la Mwananchi jana. Akijibu tuhuma hizo, Wasira alisema Lissu anaongea kama vile hayuko sawasawa kwa sababu yote aliyosema ni uongo, hajui alitokea wapi na hajui sababu zake. Wasira alisema hakuna mtu mwenye akili timamu anayeweza kumtukana rais ya awamu ya kwanza Mwalimu Julius Nyerere, lakini alimshangaa Lissu alipothubutu kufanya hivyo wakati wa bunge maalum la katiba. Alisema pia alimtuhumu mambo ya uongo Mwalimu Nyerere kwa kudai aligushi saini ya muasisi wa serikali ya mapinduzi Zanzibar Abeid Amani Karume kwenye hati ya muungano. Hata wapinzani wenzake walimshangaa, alisema Wasira. Huyu mtu amethubutu kuwatukana marais waliopita, kamtukana Benjamin Mkapa, kamtukana Jakaya Kikwete ambaye alimkaribisha Ikulu na kunywa juisi huko amejikunyata. Sasa namtukana Rais John Magufuli. Mimi si msemaji wa Magufuli, lakini Lissu amekuwa anamtukana, alisema Wasira, huku akisisitiza kuwa Lissu hana heshima na maadili. Wasira alisema kutokana na vitendo hivyo inaonekana Lissu ana matatizo kwa kuwa mtu aliyekamili hawezi kufanya vituko vya aina hiyo. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa undani zaidi katika ukurasa huu wa 2 wa gazeti la Mwananchi. Tukiziangalia habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa mbele wa gazeti la Mwananchi zinasema Dr. Mwele Malechela ateuliwa kuwa mkurugenzi wa WHO. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2. Vile vile kuna habari inasema magonjwa uti wa mgongo akili ya wanyemelea watumiaji wa simu. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili la Mwananchi. Gazeti la Tanzania kwa siku leo katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa inasema Zitto agonga mwamba EALA, Spika Ndugai agomea maombi yake kikanuni, wagombea wanyukana kila kona Dodoma. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania.
Habari nyingine nasema msajili azua jambo NCCR Mageuzi, na habari hii tukiangalia kwa ndani zaidi nasema Bundi ametua ndani ya chama cha NCCR Mageuzi kutokana na ofisi ya msajili wa vyama vya siasa nchini kumrudisha mwanachama aliyefukuzwa ndani ya chama hicho Leticia Musore katika nafasi yake ya makamo mwenyekiti bara. Hatua msajili wa vyama vya siasa Jaji Francis Mutugi kumrudisha Musore inaweza kufanana na ile aliyoifanya kwa chama cha wananchi CUF alipomrudisha aliyekuwa mwenyekiti wa chama hicho Profesa Ibrahim Lipumba na kukifanya chama hicho kuingia katika mgogoro hadi sasa. Taarifa ya barua kutoka kwa msajili kwenda NCCR Mageuzi ambayo Mtanzania ina nakala yake inaeleza kuwa kwa mujibu wa ibara ya 2252 ya katiba chama hicho halmashauri kuu ya NCCR Mageuzi inayo madaraka ya kumsimamisha uongozi makamu mwenyekiti wa taifa kama ilivyofanya kwa Musore. Lakini kwa mujibu wa ibara 2251 halmashauri kuu ya taifa NCCR haina mamlaka ya kumsimamisha mtu wanachama kwa sababu adhabu hiyo haipo katika katiba ya chama hicho, ilieleza barua hiyo. Katika barua hiyo msajili alisema kutokana na vifungu vya katiba ya chama hicho Musore bado ni makamu mwenyekiti wa chama hicho, na Jaji Mutungi alisema katika sakata hilo kumekuwa na ukweli kwamba Musore hakupewa fursa ya kujua tuhuma zake na kujibu kama katiba kanuni inavyoelekeza, na ndio sababu baada ya kupitia maelezo yake ofisi hiyo imeona kuna sababu ya kumrudisha katika nafasi hiyo. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mtanzania. Katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mtanzania kuna habari inasema Dr. Mwele Malechela apata kazi UN, na habari hii kwa ndani zaidi inasema alikuwa mkurugenzi mkuu wa taasisi ya taifa utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMRI Dr. Mwele Malechela amepata kazi shirika la afya duniani kwa kuwa mkurugenzi wa vituo vya kuzuia na kudhibiti magonjwa ya Afrika kwa Umoja wa Mataifa WHO AFRO. Dr. Mwele ambaye ni mwanamke wa kwanza kuongoza taasisi ya taifa utafiti wa magonjwa ya binadamu NIMRI. Uteuzi wake ulitanguliwa Disemba 17 mwaka jana na Rais Dr. John Magufuli baada ya kutoa taarifa za kitafiti kuhusu uwepo wa ugonjwa wa Zika. Taarifa uteuzi wake huo zilianza kusambaa jana asubuhi kwenye mitandao mbalimbali ya kijamii ambapo ilieleza kuwa mtaalamu huyo wa magonjwa ya binadamu aliondoka nchini na kwenda katika kituo chake kipya cha kazi nchini Congo Brazzaville. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 4 wa gazeti la Mtanzania. Habari nyingine ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Mtanzania zinasema vigogo 5 kanisa la AICT watambuliwa. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 2. Vile vile kuna habari inasema kilimo cha mkataba suluhisho sekta ya pamba. Ni habari hizo zote kwa siku leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa gazeti la Mtanzania na unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi. Gazeti la Tanzania Daima sauti ya watu kwa siku leo katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa inasema ripoti ya Nape kutikisa bunge, wabunge wataka kujua kilichotokea, alimtishia Bastola hajakamatwa siku ya 14 leo. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Tanzania Daima. Lakini pia kuna habari inasema Askofu Gwajima tishiwa kifo, na habari hii tukiangalia kwa undani zaidi katika ukurasa wa 3 tunasema askofu wa kanisa la Ufufuo na Uzima Josephat Gwajima amesema ametishiwa kifo na kundi la watu wasiowafahamu. Amesema watu hawa walimtumia ujumbe wa maandishi SMS kupitia simu yake ya mkononi na kusambaza kwa watu wengine walidai hata maliza wiki inaoanza leo. Akihutubia waumini katika ibada ya Jumapili jijini Dar es Salaam jana, Gwajima alisema baada ya kupata ujumbe huo alifanya maombi kwa ajili ya kuwatafuta walomtumia ujumbe huo na kujua nini chanzo cha vitisho hivyo. Kuna askofu anajiita nabii mdogo, juzi alikuwa anasambaza message anasema anaona Gwajima anamaliza mwendo wake. Nimeapa kwa jina la Bwana, yeye anayesema nitamaliza mwendo kwa nguvu za giza atamaliza yeye kwanza na sio mimi, alisema Gwajima. Alisema chombo cha Mungu hakiwezi kwenda mbinguni kabla hakijamaliza kazi ya Mungu na kwamba ataendelea kuishi hadi pale Mungu atakapoona imetosha na sio kwa vitisho vya binadamu. Ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa huu wa 3 wa gazeti la Tanzania. Habari nyingine zinasema Lissu asema nitainyosha serikali ya Magufuli. Ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 5. Chakua waha kuzima mgomo wa mabasi. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 2. Vile vile fisi au watoto 3 wajeruhi 2. Ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 5. Na kuna habari ya michezo inasema Simba yapishana na ubingwa Kagera. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kuzisoma kwa ndani zaidi katika ukurasa za ndani wa gazeti hili la Tanzania Daima. Gazeti la Uhuru kweli daima
nalo kwa siku leo tukiliangalia katika ukurasa wa mbele, kuna habari inasema mazito zaidi ya fichuka mchanga wa dhahabu. Makontena 50,000 yameshauzwa nje kuanzia 2001 hadi 2016. Mchanga unaopelekwa huko hauendi kuchenjuliwa, unauzwa. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Uhuru. Vile vile kuna habari inasema Jaji Mutungu amrejesha madarakani Masoro ni sisara mageuzi, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 3. Dr. Mdolo angatuka jumuiya ya wazazi, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 8. Vigogo 6 WETCU watinga kotini kwa uhujumu uchumi. Tunzeni miradi inayozinduliwa na Mwenge, asema Balozi Seif, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 4. Vile vile kuna habari inasema mwenyekiti wa Chadema Muheza abwaga manyanga. Lakini pia kuna habari inasema jaji akataa kujitoa kesi ya cost dhidi ya BOT. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo naweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika gazeti hili la Uhuru. Tukiingia katika magazeti ya udaku kwa siku ya leo, tuna gazeti la Ijumaa peke yake, ambapo gazeti hili kama mnavyoona katika ukurasa wa mbele kuna habari tu nyingi za udaku, lakini vile vile katika ukurasa wa nyuma kama mnavyoona kuna habari tu nyingi za udaku, na habari hizi zote kwa siku ya leo unaweza kuendelea kuzisoma kwa undani zaidi katika kurasa za ndani mwa gazeti hili la Ijumaa. Tukimalizia na magazeti ya michezo kwa siku ya leo, tuna gazeti la Champion, gazeti la Bingwa pamoja na gazeti la Mwanasport, ambapo gazeti la Champion katika ukurasa wa mbele kuna habari kubwa kabisa inayosema ni noma kwa mipango hii Yanga bingwa, rekodi za Chirwa noma zaibeba Yanga. Habari hii unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika ukurasa wa ndani wa gazeti hili la Champion. Simba ipeleka rasmi Yanga kileleni, ni habari nyingine hii ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Lakini pia TFF sasa wafanya kazi kwenye magari, Nionzi mamvuta Sure Boy Yanga, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Vile vile Tambo asema na wajua Simba lazima waanguke, Okwi hakamatiki atupia tena, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 5. Waarabu wajibu mapigo Yanga Sporting Club. Lakini pia kuna habari ya kimataifa inasema ya Arsenal yabaki nafasi ya 6 England. Katika ukurasa wa nyuma gazeti la Champion kuna habari inasema Arsenal yabaki nafasi ya 6. Vile vile Conte awaonya Master Chelsea, Eden Hazard asema nabaki Chelsea. Lakini pia Mourinho awaponda washambuliaji wake. Ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo zinapatikana katika ukurasa wa nyuma wa gazeti hili la Champion. Gazeti la Bingwa tukiangalia katika ukurasa wa mbele kwa siku ya leo kuna habari inasema milioni 656 kusajili kikosi kipya Yanga, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa pili. Vile vile Azam ampa jeuri Nionzi, ni habari nyingine pia hiyo ambayo imeandikwa katika ukurasa wa pili wa gazeti hili la Bingwa. Habari nyingine inasema alichokifanya Coutinho Baka wanajua, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Simba ya kwama Kaitaba, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 10. Lakini vile vile kuna habari inasema Chelsea wameweka ubingwa rehani. Katika ukurasa wa nyuma gazeti la Bingwa kuna habari inasema wamebana Arsenal Man City za toka sare ya 2-2, ni habari ambayo unaweza kuendelea kusoma katika ukurasa wa 23. Vile vile Madrid yaendelea kujikita kileleni, ni habari ambayo inaendelea katika ukurasa wa 23. Mourinho amtaka Kroos kwa Diga, ni habari hizo zote kwa siku ya leo ambazo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi katika gazeti hili la Bingwa. Tukimalizia na gazeti la Mwanasport kwa siku leo katika ukurasa wa mbele kuna habari inasema Okwi yazidi kutupia nyavuni Uganda, vile vile lazima wasaini we vipi, ni habari hiyo nyingine pia ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa ndani zaidi. Bando la Simba la Chacha Kagera, lakini pia Obri Chirwa hana masiara. Katika ukurasa wa nyuma gazeti hili la Mwanasport kuna habari inasema Arsenal ya goma, na ni habari hiyo ambayo unaweza kuendelea kusoma kwa kirefu zaidi katika ukurasa huu wa nyuma wa gazeti la Mwanasport. Na magazeti ya michezo kwa siku ya leo ndio tufungie uchambuzi wa magazeti kutoka hapa AyoTV na millardayo.com. Lakini kwa habari zetu nyingi zaidi unaweza kuendelea kutembelea kurasa zetu za Facebook, Instagram na Twitter pamoja na Snapchat kwa jina la Millard Ayo. Vile vile usisahau kusubscribe YouTube channel yetu ya Millard Ayo. Jina langu naitwa Alice Tupa.